Tunazungumzia katiba mpya, msingi wa maendeleo ya vijana. Sasa vijana wa ACT Wazalendo, jukumu lenu ni nini katika kuhakikisha katiba mpya inakuwepo? Jukumu lenu ni nini? Ni kuja kwenye kongamano tu kama hapa, mkapendeza, mkavaa, mkacheza mziki halafu basi? Jukumu lenu ni nini katika kuhakikisha katiba mpya inapatikana? Na msisahau, mnapofanya kampeni za kupata katiba mpya, tuko kwenye serikali ya awamu ya 6 ambayo yenyewe kuvunja sheria inaona ni jambo la kawaida, kuvunja katiba ya nchi ni jambo la kawaida. Leo hii wavunja katiba ya nchi wala sio wananchi, ni serikali yenyewe ndiyo inaongoza katika kuvunja katiba ya nchi. Nimekuwa mbunge kwa miaka 20. Nimefanya kazi na Mkapa kidogo, akaja Kikwete, akaja Magufuli. Tumekuja katika awamu hii, sijawahi kushuhudia serikali inayovunja sheria kwa kiwango hicho. Sijawahi kuona serikali inayovunja katiba kwa kiwango hivyo, sijawahi kuona. Na hili sijawahi kuona rasilimali za umma zinakabidhiwa mikononi mwa watu mwenye kundi la watu wachache, zikauzwa, zikapigwa bei hadharani, kinyume cha sheria, kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijawahi kuona. Sijawahi kuona mambo yanaendeshwa kinyume cha sheria hadharani na hata kufanyika marekebisho yake hakuna. Sijawahi kuona. Kwa hiyo mna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba mnaipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuvunja sheria za nchi. Mnaipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuuza rasilimali za taifa. Mnaipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuruhusu wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Sasa tutasema katiba mpya, lakini kama kuna unconstitutional, kuna lawlessness kubwa kiasi hicho, hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo la kwanza mnalo jukumu sasa hivi katika kampeni ya kutafuta katiba mpya, ni lazima serikali iliyoko madarakani ipigwe marufuku kuanzia sasa kuvunja sheria za nchi, ipigwe marufuku kuvunja katiba ya nchi. La mwisho, na changamoto ya muda kweli kweli, lakini la mwisho, mnaona chama chenu na safu ya chama chenu ilivyokamilika. Nataka niwaambie, kwanza nimefurahishwa sana na umati huu wa vijana mliokuja kusherehekea sherehe hii ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Nimefurahi sana. Lakini la pili, mmeona viongozi wote hawa kuwapata, kuanzia KC, makamu wote, mwenyekiti, katibu mkuu, nani, mpaka na sisi akina Mpina tumekuja. Manake ni kwamba tukio lenu hili limekubalika. Na niwahakikishie kwamba sisi viongozi wenu tuko imara na tuko tayari. Nilimsikia mgombea, alipokuwa kule Zanzibar, alikuwa anawaambia kwamba hawa wa vyama vingine waliishiwa power. Nilimsikia mtawala akisema hivyo, eti kule Zanzibar, eti akina Mpina na hawa akina Lissu waliishiwa power. Nataka niseme na nirudie tena, aliyeishiwa power ni yeye. Aliyekimbizana watu kuwapeleka mahabusu na kuwafungia kule wasigombee, aliyepelekea kuweka mapingamizi ya nguvu mahakamani tusishiriki uchaguzi. Niliwekewa pingamizi la kwanza, nikaenda kupangua kesi mahakamani. Nikawekewa pingamizi la pili tena na mwanasheria mkuu wa serikali, ambaye kwenye pingamizi la kwanza nimemaliza kumshinda kesi mahakamani, mahakama kuu. Sasa kama mwanasheria mkuu wa serikali aliniwekea pingamizi, maana yake ni kwamba ni yeye mwenyewe Samia Suluhu Hassan aliniwekea pingamizi. Sasa huo kama sio uoga wa mapambano ni nini?
Na mimi nataka niseme, kijana wenu, sijawahi kuogopa mapambano. Kama wanafikiri, sijawahi kuogopa mapambano ya aina yoyote, asubuhi au usiku. Na kama wanafikiri kwamba labda ni kitu gani, wanasema tumeishiwa power. Mimi tayari hata mechi ya urafiki mwema, sinatoka, kuna mechi zingine za urafiki mwema, za ujirani mwema au urafiki mwema, zinaitwaje? Friend match. ACT Wazalendo, nasema kama wale tume hawezi kuandaa uchaguzi mwingine haraka haraka, basi ufanyike hata zile mechi tu za kiurafiki zile, ili tuweze kuona nani aliishiwa pawa katika uchaguzi wa mwaka 2025. Ndugu vijana, itoshe kusema, kwa sababu na changamoto hiyo ya muda, lakini sina mashaka viongozi hao waliopo, jambo hili zuri, akina Ole Nguruma, kaka yangu Maduhu, mdogo wangu Maduhu, na nikupongeze Maduhu kwa kusimamia vizuri sana ile kesi ya Nkindigwa. Najua hii kesi utaimaliza tu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, niwatakie maadhimisho mema. Asanteni sana.